Sasa tuangalie uchambuzi wa kina wa taarifa hizi, lakini moja kati ya taarifa kubwa ni kuhusu makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yanatarajiwa kusainiwa nchini Uswizi kama ambavyo vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti, lakini kama ambavyo tumeona kwenye taarifa yetu hapo, na hii inaleta matumaini kwamba huenda mzozo huu ukapoa na hivyo kulegeza gharama za maisha ambazo zimepanda katika maeneo mengi duniani ikiwemo Tanzania baada ya kutatizika kwa biashara ya mafuta inayotokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Tunaye hapa Ibrahim Rahbi kuliangalia hili na mengine mengi. Rahbi, karibu sana. Nashukuru. Tunaweza tukasema kuna habari njema kwa jicho moja, tunaweza tukaona hivyo, lakini kuna wakati wanasema ili usiumie sana roho ni bora usiwe unayajua mengi. Okay. Kwa sababu utakuwa juu kwa juu tu, mimi najua kitu fulani, lakini kama ukitaka kuyajua mengi, matokeo yake utaumia kiasi fulani. Sasa ni sawa na hili kuwa ukilisikiliza na jinsi wanavyolizungumza na vyombo vya habari vinavyoripoti, dunia inaona kama inakwenda kupata nafuu, lakini kwa sisi tunayoyajua mengi ambayo kwenye haya bado tunashindwa kutoa jibu la moja kwa moja kama kuwa ni kweli tunaenda kwenye makubaliano, kwa sababu tangazo la makubaliano ni saa chache baada ya kuvurugika. Okay. Kwa sababu chini ya saa 10 Israel ilifanya mashambulizi kule Beirut, ambapo tayari tulikuwa tunafahamu kuwa Beirut ilikuwa ni mstari mwekundu kwa Iran, na usiku kabla ya tangazo la makubaliano tayari kulikuwa kuna kile ambacho kinaonekana kama Iran inajibu, kwa sababu ilitangaza kufungwa anga yake, na hata General Eyal Zamir wa Israeli alisema kuwa tunajiandaa kwa sababu tunajua Iran watajibu. Kwa hiyo tulikuwa kwenye kipindi hicho, alafu ghafla tukaletewa kuwa tumefika kwenye makubaliano. Ndio tunakuwa tuna mashaka kuwa huu hasama wa haraka umevunjikaje ghafla, na ndio hilo ambalo tunaliwaza zaidi. Sasa unaona kuna uhalisia wowote, kwa sababu tunaona kwamba vita ina miezi mitatu sasa hivi. Miezi mitatu. Mengi yametokea, Hormuz zimefungwa, gharama za maisha zimepanda, biashara ya mafuta imetatizika. Hili tangazo tulilolisikia limeleta matumaini makubwa sana kwa watu waliolisikiliza, lakini tunafahamu kwamba kuna mengi ambayo tumeshatangaziwa huko nyuma na mengine hayakutimizwa. Sasa kwa hili unaona kuna uhalisia wowote? Ugumu sana wa hiki kitu, nadhani huwa narudia kusema haikuwahi kuwa na mzozo kati ya Marekani na Iran, haukuwahi kuwepo. Marekani aliingia kwenye mzozo kwa niaba ya Israeli. Sasa Marekani anataka kumaliza mzozo ambaye aliingia kwa niaba ya Israeli. Bado hawajapata kile walichokuwa wanakitaka katika mzozo huu. Hapo ndio inaweza ikaja kuwa shida, kwa sababu mfano Trump juzi alitangaza kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa Irani na Marekani zitasaini makubaliano Jumapili, jambo ambalo lilikataliwa huku. Katika Jumapili ambayo dunia inasubiri taarifa kuwa wamesaini, Israeli ikashambulia Beirut. Wakati wanashambulia Beirut, Trump alivyoamka akaja na andiko ambalo alishutumu sana Israel, akasema kuwa okay, Israel wana haki ya kujilinda, lakini hii ni moja ya mashambulizi ya hovyo kabisa ambayo yaliwahi kutokea. Jana usiku wakati Iran wanasema kuwa hili haliwezi likapita hivi hivi, vyombo vya habari vya Israeli na kitu kimoja ambacho wanapenda wakisema kuwa ukitaka kufuatilia ukweli wa mambo, fuatilia vyombo vya ndani vya Israeli. Israeli wanapozungumza kuhusu usalama wao huwa hawana unafiki. Yaani wanapozungumza kuhusu maslahi yao huwa wako wazi. Vyombo vya ndani vya Israeli ikiwemo N12, jana kuna mchambuzi mmoja amekaa anasema kuwa katika muda huu Trump anapambana kuwapa ofa Irani ili wasishambulie Israeli kwa sababu watavuruga mazungumzo. Na mmoja akasema kuwa tunatarajia kuwa, unajua katika kitu ambacho Marekani ilikuwa kigumu kwenye haya makubaliano, anasema kuwa hata tuende wapi lakini blockade ya Marekani ya baharini hatuitoi. Yaani kile walichokuwa anasema kuwa hatuitoi. Mmoja wa wachambuzi akasema kuwa angalia kuwa Trump anaipa ofa Irani ya kuondoa blockade ili isijibu mashambulizi kwenda kwa Israel kwa sababu itavuruga. Okay. Na kweli ilivyokuja kwenye agreement ikatoka vile vile kuwa Marekani imeagiza ile blockade yake ya baharini iondoke haraka na kwenda kwenye makubaliano. Maana yake kuwa kulikuwa kuna ofa ambazo Marekani walikuwa wanazitoa kwa Irani ili Irani isijibu kwa sababu itavuruga yale mazungumzo ambayo yanaelekea sehemu nzuri. Sasa kwa hiki ambacho kinachotokea hivi sasa ni kama kuwa Irani kaamua kuwachonganisha Marekani na Israeli kwenye hili, kwa sababu dhamana ya makubaliano ambayo yanaonekana kuwa yanavunjwa kwa mujibu wa msuluhishi mkuu wa Irani Muhammad Ghalibaf, ya msemaji mkuu wa upande wa Irani Ghalibaf, speaker, jana aliandika akasema kuwa
mashambulizi ya Israeli yameashiria vitu viwili tu, kuwa ima Marekani haaminiki kwa ahadi zake au Marekani hawezi kumdhibiti Israeli. Ndio ilivyo. Sasa Marekani kama kapewa jukumu kuwa Israeli mdhibiti wewe kuhusu Lebanon. Lakini kingine ambacho kinavuruga hapa ni kuwa jana kuna mmoja wa mawaziri katika baraza la mawaziri la Israeli alisema hivi, kwa hali ilivyo na haya makubaliano yanavyotupeleka ni bora tuasi dhidi ya Marekani, kwa sababu kuiunganisha Lebanoni kwenye hili swala haifai. Wanasema kuwa tunafahamu kuwa Irani ni Marekani, wasuluhishe yao, lakini swala la Lebanoni libaki letu. Kama unakumbuka April 8 wakati wa makubaliano, wakati waziri mkuu wa Pakistani Shahbaz Sharif anatangaza makubaliano, alisema kuwa kutakuwa na usitishaji wa vita kati ya Irani na Marekani na Israeli pamoja na Lebanoni. Baada ya saa kadhaa ikakanushwa kutoka kwa Israeli, wakasema kuwa Lebanoni haipo. Donald Trump akapiga mstari akasema Lebanoni haipo. J.D. Vance akasema Lebanoni haipo kwenye makubaliano. Niliwahi kulitolea ufafanuzi kwa nini Lebanoni ilitolewa. Lebanoni ilitolewa kwa sababu ni kama kumfunga mikono Israeli. Sasa wanakuja kwenye makubaliano ambayo Lebanoni imeingizwa jumla. Israeli hawakubali kwa sababu swala la Lebanoni wao waliforce litolewe, liwekwe nje ya maamuzi. Lakini kwa hii taarifa ambayo imetolewa muda mfupi uliopita bado Israeli hajakanusha kwamba hajakanusha wala hajakubali. Hajakubali. Inawezekana labda wameshazungumza na kaka yao mkubwa Marekani. Trump alichofanya yani ni kama vile unajua kinachotokea hivi sasa ni Trump kujaribu kutumia nguvu ili kwa ajili ya kuituliza Israeli. Lakini ndani ya Israeli, mfano kabla ya mashambulizi ya jana yaliyopiga Beiruti, asubuhi, kwa sababu Trump alikuwa ameshatangaza kuna makubaliano, asubuhi kulikuwa kuna pressure kubwa ya mawaziri kwa Netanyahu walio katika muungano. Wanamshinikiza Netanyahu katika kile. Unajua mara ya kwanza wakati walishambulia Beirut, Iran ikajibu, Trump alimpigia simu akamfokea sana Netanyahu. Mawaziri wakampa pressure, wakiwemo wanasiasa wa upinzani kina Yair Lapid, kina Gad na wengine wote walimshutumu Netanyahu, wakamwambia kuwa wewe ni mamluki au kibaraka. Yani huna maamuzi kuhusu nchi yako, unaamuliwa huko kutoka huko. Akawa anaulizwa, hili ni jimbo la 51 la Marekani, mbona hata magavana wanambishia Trump? Kwa nini wewe huwezi kumbishia? Hili tunazungumza kuhusu usalama wetu. Kwa hiyo kulikuwa kuna shinikizo la Marekani dhidi ya Lebanoni kwa Israeli kuwa lazima uachane na hili. Sasa imekuja Lebanoni ambayo Israeli kwa muda wote wamejaribu kuivuta pembeni na makubaliano kuwa haipo katika makubaliano ya Irani, leo hii imeingizwa kwenye makubaliano ya Irani. Kwa hiyo hoja na malengo ya Israeli unayoyaona, unaona Israeli atakubali au hatakubali? Kuna vitu viwili viko pamoja hapa. Kuna malengo ya Israeli, kuna malengo ya Netanyahu. Na Netanyahu anapata backup ya kutosha hapa. Kwa sababu gani? Swala la Irani linaungwa mkono ndani. Yani ukipima ile vote ile ya ndani ya Israeli, Waisraeli wengi wanakubaliana na Netanyahu, japo kwa wanaweza wakapingana naye mambo mengine. Linapokuja swala la Irani, wengi wanamuunga mkono. Sasa ana kile ambacho anaona kuwa nina uungaji mkono wa ndani, lakini katika kuungwa kwake mkono anatafuta kujinusuru na kashfa zake ambazo ziko mbele, ambapo anaweza kujificha kupitia vita. Kama Marekani anaweza akamminya Israeli kuhusu swala la Lebanoni, ambao upande wa pili Irani wameona kama ni mstari mwekundu, kuwa unapoweka Lebanoni hatukai kwenye mazungumzo wala hatujadili lolote ikiwa Lebanoni itashambuliwa. Sasa haya makubaliano yatasainiwa kwa hali hiyo? Kusainiwa inaweza ikasainiwa au yasisainiwe. Inaweza sitekelezwe. Hapo ndio ugumu utekelezaji wake kuwa utakuwaje. Kwa sababu kuna kile alikisema spika, kama nimekuambia kuwa spika anasema Marekani ima kashindwa kumdhibiti Israeli au Marekani anashirikiana na Israeli. Lakini sasa hapo mbele itavyokuja kuvurugika tena. Mfano nilikuwa nikiangalia taarifa ya Axios jana katika yale mashambulizi, moja ya source moja inasema kuwa Israeli ilifahamisha Marekani kabla ya kwenda kufanya mashambulizi Beirut. Wakati huo Donald Trump anasema kuwa nimeamshwa asubuhi, sina taarifa yoyote kama Israeli itafanya mashambulizi. Maanake Israeli ilijiamulia yenyewe. Lakini sasa ni vigumu sana kutenganisha kati ya Israeli na Marekani wakati mwingine inapokuja, kwa sababu ni wandani hasa kweli kweli. Nani anafanya hivi, nani anafanya hivi. Lakini kuna kile ambacho kiko wazi kabisa kuwa Netanyahu ni lazima abaki kwenye vita kujinusuru kisiasa. Trump lazima atoke kwenye vita kujinusuru kisiasa. Nani ana nguvu ya kumdhibiti mwenzake ili anusurike? Sasa wewe unavyoona nani ana nguvu ya kumdhibiti mwenzake hapo kati ya wao? Bado Marekani nguvu anayo, lakini nguvu ya Marekani naweza kusema kuwa Trump ana maamuzi na ana turufu na anaweza kufanya vitu vingi kwenye hili. Lakini bado washirika wa Israeli walio kwenye serikali ya Marekani bado pia wana nguvu ya kuamua baadhi ya vitu. Sasa moja kati ya vitu vilivyo kwenye makubaliano ni kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao tunajua kwamba kufungwa kwake kumefanya bei ya mafuta ipande sana. Na leo mafuta imeshuka kwa 4.7. Sasa sisi ambao tumekuwa tukinunua mafuta kwa bei ghali, tutarajie nini? Ni vigumu kurudi kwenye nafasi yake. Unajua tulikuwa wakati tunaingia kwenye vita ile Aprili 28, tulikuwa tunanunua mafuta, mfano kwa Dar es Salaam sisi tulikuwa tunanunua 2700.
leo tunanunua bei gani? 4100 kwa bei ya Dar es Salaam, 4080 nadhani inakwenda kurudi kwenye 2700 bado. Kwa sababu shida moja ambayo ipo kwenye huu mzozo ni kuwa wale wasambazaji wa mafuta, unakumbuka wakati wa corona mafuta yaliporomoka sana, halafu baadaye alivyokuja kufunguliwa yakaflow kwa sababu kila kitu kilikuwepo. Sasa hapa ugumu uliopo kuwa miundombinu imeshambuliwa ambayo ndio inazalisha. Hata kama tutastop, yani kuwa kila kitu kirudi kwenye nafasi yake, haturudi haraka. Na unafahamu kuwa bei zinapopanda kurudi huwa haziwezekani, ila kushuka huwa ni vigumu sana. Watu wakisha pandisha, wameshaweka faida zao, huwa hawapendi kushusha au watashusha taratibu sana. Kwa hiyo hata sisi kama tutashuka, sitegemei kama tutarudi kwenye 2000 na tunaweza tukacheza kwenye 3000 na kitu. Kwenye 2000 na kitu haturudi tena huko. Hiyo sitegemei kama inaweza kuwepo, kwa sababu mfano mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya petroli ya Abu Dhabi ADNOC alisema kuwa hata kama vita itakwisha leo bado itatuchukua mpaka 2027 kuanza kurejea pale tulipotoka. Maana pia tunaweza tukapitia kwenye hii hali. Pressure iliyopo duniani ina nguvu kiasi gani katika kubadilisha hali ya mambo? Kwa sababu tunaona kwa mfano kuna mkutano wa G7 ambao unatarajiwa kuketi, sio? Sasa tumeona watu maelfu ya waandamanaji huko Uswizi, Ufaransa wanapinga ubeberu. Wanajaribu kutoa shinikizo kwa hizi nchi 7 tajiri ambazo zitakutana, na moja kati ya vitu ambavyo watazungumza bila shaka yoyote ni vita Mashariki ya Kati na Ukraine. Vita vya Urusi na Ukraine ambavyo ndo changamoto kubwa za kiuchumi hivi sasa. Unaionaje pressure ambayo inaendelea kutolewa na inaweza kusaidia chochote? Tukichukua mamlaka ya G7, tukachukua mamlaka ya UN, tutaona UN wana nguvu kuzidi G7. UN wameshindwa kuchukua hatua yoyote kwa ajili ya kupoza hivi. Sioni kama G7 wanaweza wakachukua. Problem kuwa inakuwa mfano mgogoro wa Mashariki ya Kati, pia G7 karibu wote wanaimba wimbo mmoja ambao wote wako nyuma ya Marekani. Naweza kusema kuwa matatizo mengi ambayo tumekabiliana nayo hivi sasa huenda yalipikwa pia na wao G7 mpaka kutufikisha hapa tulipo. Kwa hiyo huwezi kuona kuwa wanaweza wakatoa suluhu yoyote ambayo inaweza ikaja kutatua matatizo ya dunia. Lakini kingine ambacho kiko wazi ni kuwa Trump ni kama polisi wa dunia, yeye ndio anatupeleka anavyotaka na maamuzi mengi yanatoka kwake, na Marekani hajawahi kujitoa kwenye hiyo nafasi kuamini kuwa yeye ndio kila kitu. Hizi mamlaka ambazo tumepewa kama UN, tumepewa G7, kuna G20, zimebaki kama maandishi tu, kwa sababu hawana maamuzi ya kufanya chochote wala hawawezi kubadili chochote. Maamuzi yanayotoka White House yamekuwa ndio maamuzi ya vyovyote vile. Amesoma kwenye taarifa hapa kuwa rais wa Israeli amekutana na rais wa Somaliland. Nenda kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa halafu upate jibu kwa nini wanakutana, kwa nini hakuna hatua. Ndio hiyo dunia ambayo tunaishi nayo kuwa na amepokelewa kama rais na amekutana na rais mwenzake. Kwa mamlaka yapi? Yameidhinishwa na nani? Wakati nchi zote duniani zipo katika mamlaka ambayo yanasimamiwa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Somaliland lini imetoka kwenye huo mkataba ambao ukaidhinishwa na rais wa nchi nyingine kwenda kwenye nchi nyingine akaidhinishwa akapokelewa? Lakini katika hiyo kutambua nchi tunafahamu kwamba wakati mwingine inakuwa ni mamlaka ya nchi kutambua nchi fulani. Kwa mfano kama Palestina haitambuliwi na Umoja wa Mataifa kama nchi na huwa inashiriki kama observer kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa, lakini kuna mataifa mengine mengi tu yanaitambua Palestina kama nchi. Mataifa mengine yanaitambua kama nchi. Umoja wa Mataifa wameipa kiti maalum. Somaliland ana kiti. Na sio tu Palestina. Nafahamu kuna nchi zilikuwa zinaibuka, kama unakumbuka Biafra, Jamhuri ya Biafra, kuna nchi zilitambua ikiwemo Tanzania. Sisi tulitambua. Kwa hiyo swala la utambuzi wa nchi ni kama wakati mwingine inakuwa ni mamlaka ya ndani, ile sovereignty ya nchi kuona hii inastahili kuwa, lakini mkataba na inaweza kawa ni hatua kuelekea sasa hiyo mkataba wa Umoja wa Mataifa bado hauwezi ukaidhinisha hiki kitu kama hiki. Unaona Palestina kuwa yani tuseme kuwa Palestina inatambuliwa na nchi zaidi ya 133 kwa sasa katika wanachama 193 wa Umoja wa Mataifa, yani kuwa ni wengi zaidi wanatambua, lakini Somaliland ni Israeli peke yake ambayo ndio mpaka sasa ameitambua. Sasa naposema kuwa kuna mambo yanafanyika, maana tumetoka kwenye G7, naposema kuwa kuna mambo yanafanyika ambayo hayako sahihi, bado hatuwezi kusema kuwa kwa nini haya yanatokea. Ni kama vile sio bahati mbaya, ni vitu ambavyo vimeratibiwa vifanyike hivi na hivi. Sasa G7 hawana maamuzi yoyote ya kufanya chochote na upepo kuubadilisha. Nimesema toka Donald Trump amerudi mara ya pili, amekuwa yeye ndio anatupeleka anavyotaka. Hebu rudi nyuma, mimi na wewe hapa tulijadili sana kuhusu Urusi na Ukraine. 90%, 95%. Dunia yote tulikuwa tumesahau kingine. Tukaja Greenland. Tukasahau yote. Tumekuja Irani. Tukaja Venezuela. Zote tulikuwa tunapelekwa na Trump.
Yaani Trump akiamka asubuhi anawaambia leo dunia naihamishia Greenland inahama. Leo dunia naipeleka huko. Ya Urusi na Ukraine wala hakuhusika. Urusi na Ukraine kuna wakati alitupeleka mpaka akakutana kule Alaska. Alikuja kwa ajili ya kusuluhisha nani? Yeye si alitupeleka kule vita yenyewe ilibuka wakati wa Biden kama unakumbuka. Na yeye alisema ataimaliza ndani ya 24 hours, si ndio? Hapa katikati alikuja akamwalika hadi Putin si alienda Alaska, wakakutana. Halafu wakatuambia kuwa kila kitu kimemalizika. Tukaambiwa mpaka imefika 95%. Yaani nakusudia kuambia kuwa dunia haishi katika utaratibu uliowekwa. Yaani dunia sasa hivi tunaishi kwa utashi wa Donald Trump, anataka tujadili nini? Yaani akihama anahamia huko. Kwa hata kuniambia Trump akiamua bei ya mafuta ishuke itashuka. Hapo hawezi. Hapo ni kwingine sasa. Si atafungua, atamlazimisha Israeli aondoke huko Mashariki ya Kati. No, ni vigumu. Kuna vitu huwa ni vigumu. Kuna wakati nilishawahi kuambia kwa vita ya Urusi na Ukraine, switch button iko Moscow. Nilikwambia hii vita ya Irani, switch button iko Teherani. Ni vigumu yeye kuzicontrol, ni mpaka akubali kuingia kwenye mfumo. Atapokubali kuingia kwenye mifumo ya wengine, pale mambo yanaweza. Kwa sasa hivi mwenye turufu ni Iran. Gazeti la Israel la Haaretz jana lilikuwa na andiko moja asubuhi likasema hivi, kutoka kunusurika kwa, yani anasema katika makubaliano ya Donald Trump, kutoka kunusurika kwa Irani inakuja ikiwa imara. Ni gazeti la Israel liliandika. Kwa unaweza kujua turufu imetoka wapi. Manake lenyewe limethibitisha. Kwa sababu mfano nitakwambia, andiko la Donald Trump la kumaliza huu mgogoro limeandika hivi kuwa kuanzia sasa vita imesimama kote, mlango wa Hormuz utafunguliwa. Katika hilo alioandika mlango wa Hormuz utafunguliwa na hapotokuwa na mashambulizi upande wowote. Hajaandika msingi wa vita ulioanzisha vita. Unakumbuka vita ilianza, Hormuz ilikuwepo? Haikuwepo. Leo kwa nini Hormuz itumike kama kuwa? Ilikuwa ni mambo ya nuclear ndo. Hakuna mjadala. Tutajadili baada ya siku 60. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kuwa kwa nini gazeti la Haaretz liliandika hivyo. Bwana, nakushukuru sana Ibrahim. Ngoja tusubiri tuone kama ile jambo lenyewe litatimia. Bado ni mashaka. Yani tusiweke kabisa, tusitie mstari. Sasa lakini zaidi kwamba kundi la G7 wenyewe watakutana huko Ufaransa, na tunakumbuka kwamba kundi la G7 ni Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza pamoja